nimemwachia za kwake, nimemwachia sala, nimemwachia hija, nimemwachia zaka, nimemwachia sadaqa, nimemwachia birrul walidain. Kullu min al-ibadati turikat libni adam, ibada zote kaachiwa mwanadamu. Allah akasema kullu amali ibni adam la illa sawm, isipokuwa ibada ya funga ya Ramadhani pekee. Fa innahu li, hii nimebaki nayo mwenyewe, siri zake najua mwenyewe. Fa innahu li wa ana ajizi, na kitengo hicho haendi mwingine, haingii mwingine zaidi ya wafungaji. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-saimun, wa fi riwaya yadkhulu fihi as-saimun. Kule peponi kuna kitengo maalumu, hawawezi wakaingia katika kitengo hicho isipokuwa watekeleza ibada ya funga Ramadhani. Alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومصطفانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين عبده ورسوله، إمام القائد الغر الميامين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين. وبعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Awali nakuhusieni ndugu zangu katika imani na kujihusia binafsi katika jambo muhimu sana katika maisha ya mwanadamu, jambo la uchamungu. Uchamungu ndio ufumbuzi wa maisha ya mwanadamu kwenye dunia yake na akhera yake. Anayetaka mafanikio mazuri katika dunia yake ashikamane na uchamungu, na anayetaka mafanikio mazuri katika maisha yake ya akhera ashikamane na uchamungu, kwa maana kujirekebisha kutoka katika kila aina ya maisha yasiyomridhia Allah subhanahu wa ta'ala na kubadilika kuja katika maisha yanayomfurahisha Rabbul Izzati wal Jalali, ndio uchamungu. Tujirekebishe, tumche Mungu. Ijumaa ya kwanza katika mwezi wa Ramadhani tumekuja na anwani inayosema tuutumie kwa faida mwezi wa Ramadhani. Tuutumie kwa faida mwezi wa Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi al-Qudsi kuna kitu alikiashiria ambacho aliwalazimisha Waislamu na hasa wenye uwezo wa kufikiri vizuri wasafirishe akili zao waone ndani ya Ramadhani kunani. Pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi al-Qudsi, kullu amali ibni adam la illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzibe. Ni fumbo zito sana, linahitaji akili iliyokuwa nyepesi kusafiri. Allah sema matendo yote, ibada zote mwanadamu nimemwachia za kwake,
nimemwachia sala, nimemwachia hija, nimemwachia zaka, nimemwachia sadaqa, nimemwachia birrul walidain. Kullu min al-ibadati turikat libni adam, ibada zote kaachiwa mwanadamu. Allah akasema kullu amali ibni adam la illa sawm, isipokuwa ibada ya funga ya Ramadhani pekee. Fa innahu li, hii nimebaki nayo mwenyewe, siri zake najua mwenyewe. Fa innahu li wa ana ajizi bi, funga ya Ramadhani ni ya kwangu, najua siri zake, nami ndiye mwenye kulipa, mwenye kuitekeleza ipasavyo Ramadhani. Tutumie kwa faida mwezi wa Ramadhani vile ulivyoambiwa ni Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, alhajjul mabruru laysa lahu jazaa illa aljanna, hija yenye kutendwa vema kiasi ikawa ni yenye kukubalika, haina tena malipo mengine zaidi ya pepo. Allah aliposema kuhusu hija, jua ndio hivyo hivyo, baki kuwa ukifanya vizuri ni peponi. Hakuna tena ndani yake kachumbari udambu katika ibada ya hija, zaidi itende ipasavyo upate pepo, mashkhalas. Akaenda hivyo hivyo katika sala. Bwana Mtume akasema awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu salah, ibada ya kwanza siku ya kiyama atakayohisabiwa mwanadamu, itakayokaguliwa katika matendo ya mwanadamu siku ya kiyama, ya kwanza ni sala. Jua hivyo hivyo, lakini mbona kwenye funga akaficha akasema ni ya kwangu? Kwani swala ni ya nani? Kwani hija ni ya nani? Kwani sadaka ni ya nani? Kwani birrul walidaini ni ya nani? Maana yake kwenye ibada ya funga kuna vitu vingi ambavyo havisemeki katika faida zake katika maisha ya mwanadamu. Allah kaficha. Wewe pambana, itekeleze ibada ya Ramadhani ipasavyo, utakuja kushangaa siku ya kiyama kuona zawadi utakayoipata kwa sababu ya funga. Allah akaandaa kitengo maalumu peponi cha wenye kufunga tu. Pepo hiyo na kitengo hicho haendi mwingine, haingii mwingine zaidi ya wafungaji. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-saimun, wa fi riwaya yadkhulu fihi as-saimun. Kule peponi kuna kitengo maalumu, hawawezi wakaingia katika kitengo hicho isipokuwa watekeleza ibada ya funga Ramadhani. Kuna siri kubwa sana Allah akatengeneza kuonekana funga ina siri kubwa, mpaka ule mnuko unaoingia katika kinywa cha mwanadamu Allah anaufurahia. Wewe unahangaika na mswaki, unataka kutoa ile harufu mbaya inayopatikana, kinywa kinanuka. Acha, la kharufu fami saimi atyabu inda Allah min rihil miski. Kwa hakika kabisa ile harufu mbaya inayotoka katika kinywa cha mwenye kufunga pale mchana unapoingia, maana muda mrefu inakwenda, basi unaona kinywa kinataghayyar, kinabadilika ile harufu yake. Sasa ile harufu Allah inamfurahisha zaidi kulikoni manukato yoyote unayojua bora. Kwa wakati wao ilikuwa ni manukato yanaitwa miski, lakini sasa hivi yako na mengine na mengine na mengine. Kuna siri kubwa katika Ramadhani. Itumie vizuri Ramadhani upate kuja kufaidika siku ya kiyama. Na huwezi ukafaidika na ukasema Ramadhani nimeitumia vyema ikiwa hujazingatia mwanzo wake. Kwani mmeingia katika Ramadhani katika sura ya namna gani? Wale waliingia kwenye Ramadhani katika sura ya kwenda disco kwa mara ya mwisho. Wale waliingia katika Ramadhani kwa makutano ya machafu kabla ya Ramadhani. Wale waliingia kwenye Ramadhani na fitna. Wale waliingia kwenye Ramadhani na majungu. Wale waliingia kwenye Ramadhani na hasadi. Wale watu. Hatuwezi tukafika katika lengo
Mheshimiwa huwezi ukampokea kwa kuwatanguliza watu dhalili. Mheshimiwa upokelewa kwa uheshimiwa wake. Kabla ya Ramadhani tulitakiwa tutende mema na tuyakimbie yasiyofaa. Tunajiandaa kwenda kumpokea mgeni mheshimiwa. Kwanza Mwenyezi Mungu lile jina lenyewe aliloliweka Ramadhan, min ramadha yarmudhu, ameunguza, ameteketeza. Kwa hiyo Ramadhan ni mwezi wenye kuteketeza dhambi za mwanadamu. Sasa unaingiaje na kitita cha maasi, unajiandaa kwenda kuteketeza makosa yako uliyoyatenda huko nyuma? Tuitumie vizuri Ramadhani ili tufaidike nayo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ucha Mungu ndio ufumbuzi wa maisha ya mwanadamu. Qur'ani imekuja na maneno matamu kulikoni. Yalipendeza tuyaandike katika maeneo ya kihistoria kwa wino wa dhahabu. Pale Allah aliposema yeyote atakaye kuwa tayari kujirekebisha akamcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamjaalia wepesi mtu huyo katika mambo yake, katika maisha yake. Kama shida yako mambo yako yanyoke, yawe mepesi, kimbilia katika uchamungu. Ndiyo solution ya maisha ya mwanadamu, dunia huwa ukhra, si duniani wala si akhira. Usione haya kuwa wewe ulikuwa umefanya maasi fulani. Mungu jalla subhana hayupo hivyo, hana nongwa. Lolote ulilolifanya kimbilio lake ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe kuwa tayari kujirekebisha, kuwa tayari kujisema, kuwa tayari kujisuta. Rudi jirekebishe, tajidillaha subhanahu wa ta'ala tawwaban rahima. Utamuona Mwenyezi Mungu anakusubiri akupokee kwa mikono ya mapenzi, mwingi wa kupokea toba zetu, mwingi wa kutuhurumia. Nini kinachokufanya usiwe tayari kujirekebisha? Kuna masahaba, si muda wetu wa kuzungumzia tarikhi na historia za masahaba. Kabla ya kuingia katika Uislamu walikuwa na mambo kadhaa magumu, lakini walipoingia katika Uislamu wakajirekebisha, wakajisuta. Allah subhanahu wa ta'ala amewataja katika Qur'ani kwa wema wao na amewasifu ya kwamba ameshawaridhia wao ni katika watu wa peponi. Wewe una shida gani usijirekebishe? Tumia fursa ya Ramadhan. Tumia fursa ya Ramadhani kujisuta, kujisema. Wewe katika biashara yako ulikuwa unafanyaje? Kama ulikuwa ukichanganya katika ndoo ya mbatata, unaweka chini mbovu ndogo, alafu juu unatutisha na kubwa, wala usiwe na wasiwasi, jirekebishe. Allah anakupenda na atazidi kukupenda. Wewe kama ulikuwa umeweka kitu katika mizani dukani kwako, mizani inakimbia kufika katika kilo, wala usiwe na tabu, usiwe na wasiwasi, jirekebishe, iache huru mizani ipime inavyopima vizuri. Basi utaona kila kitu kimekaa sawa na Allah atakupokea. Siri ya mafanikio ni kujirekebisha. 183 tulifungua katika khutba yetu ya kwanza ya sura ya pili, surati al-Baqara, aya nambari 183. Allah subhanahu wa ta'ala asema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Panatosha. Tuitumie vyema fursa hii aliyotujalia Allah subhanahu wa ta'ala ya kuudiriki mwezi wa Ramadhani. Umeelewa nini katika neno hili? Enyi waumini, enyi waislamu, enyi wapenzi wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tangazo la wahusu kaa sawa. Allah anasema mumelazimishwa ninyi funga ya mwezi wa Ramadhani. Ni neno pana. Neno siyam, tumelazimishwa funga ya mwezi wa Ramadhani, ni neno pana. Neno lenyewe asiyam, kujiziwia kwa kila lile ambalo aliendani na funga ya Ramadhani, kujiepusha na kila lile ambalo haliendani na mwanadamu muungwana. Asiyamu junna, asiyamu sabrun, asiyamu mahabba. Funga usibaki kuitazama funga kama funga,
ukaacha kula, ukaacha kunywa, ukaacha kunong'ona na mkeo, fahasbu, ukaona yatosha. Angalia nidaa ya Rabbul Izzati wal Jalal. Tumia fursa ya Ramadhani wewe, Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehe, atakupenda, atakumiminia huruma yake. Kwanza nidaa, wito aliotumia Rabbul Izzati wal Jalal ni nini? Anasema ya ayyuhalladhina amanu, walioitwa ni waumini. Ili we muumini, kuna vitu vitakufanya kweli uingie katika umini. Bwana Mtume Muhammad alikuwa anawaambia wanafunzi wake, kwa maana ya maswahaba, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, hamutaingia peponi, musali, mufunge, mufanye ya kufanya, pepo hamtaingia mpaka kwanza mushibe imani kisawasawa. Pepo ni ya waumini. Ukitaka pepo, jambo la kwanza ni umini. Akasema Bwana Mtume Muhammad mbele ya maneno hayo, wala tu'minu hatta tahabu ya ayyuhalladhina amanu. Rudi katika funga, hamwezi mkaitwa waumini mpaka mpendane. Kwa hiyo Mungu anaposema enyi wale ambao mlioamini, basi tunaamrishwa tupendane, tushikane. Imani ni mapenzi. Sasa unakwenda katika funga ya Ramadhani, wewe wapendana na familia yako, mumekaa sawa sawa. Funga tusiichukulie kushinda pasina kula tu. Kuna vitu lazima tuvijenge. Tupendaneni Waislamu. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini. Waumini ni akina nani? Ni wale wenye kupendana kwa ajili ya Allah, wanapendana kwa ajili ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapenzi yao sio kwa sababu ya chama, mapenzi yao sio kwa sababu ya mipira, mapenzi yao sio kwa sababu ya biashara, mapenzi yao sio, bali mapenzi yao ni kwa sababu ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Enyi waumini, enyi waumini, enyi watu wenye kupendana. Iman, kitu cha kwanza tupendane. Alafu ndio unasogea unakwenda katika kutiba alaikumus siyam. Funga ni nini? Funga ni kinga ya maisha yako. Ibada pekee ambayo haimbagui tajiri na mwenye uchumi wa hali ya chini. Sote tunaingia katika dhauqul jua, na tadhawaqul jua min rahmatillah. Walaysa as-siyamu adhaban min Allah, bali siyamu rahmatun min Allah. Fallahu yuhibbukum fa'atakum as-siyam. Saumu sio mateso, saumu sio adhabu ya Allah. Saumu ni mapenzi, Allah anakupendeni. Kuonesha kuwa anakupendeni, Allah akawatunuku akawapa ibada ya funga ili ya kusameheni makosa yenu. Funga haikuja kutuadhibu. Akasema mtu, wewe umefunga unalalalala tu. Aliyekwambia ukifunga uruhusiwi kulala nani? Eti ukifunga ndio usilale? Kama umechoka je? Wewe umefunga mara ya 3 na kwenda na kuona unaenda kuoga. Aliyekwambia aliyefunga asioge nani? Usinywe maji, usile, usinong'one na mkeo, lakini sio kuoga. Basi tena iwe kama adhabu, tena joto limekushika, limekukamata barabara, ndani maji yapo, usioge, nimefunga. La, haya ni mapenzi, hata yarhamakumullahu jalla subhana. Lengo Mungu atuhurumie, atufutie makosa yetu. Siyam, asiyamu sabr. Lakini pia kupitia funga tunaingia katika university ya subra. University ya subra ambayo ni mlango mpana kweli kweli. Tunapolizungumza neno subra tunalipata aliposema kutiba alaikumus siyam, sio kufunga kwa maana ya kuwa chakula na kunywa tu. Mumelazimishwa mushikamane pia na subra. Unakwenda kujifundisha, mke unamtazama kwa jicho la upendo na jicho la shauku,
lakini unamwambia ana saimun, nimefunga, niache kidogo mama Emedi. Unatazama pesa unazo, chakula unacho ndani, unasema we wali, we dona, we samaki, we mchele, niache kidogo, nipo ndani ya ibada ya Allah. Unajifundisha subra, unacho lakini hautumii. Kwa nini? Tunafundishwa subra. Je, tukitoka katika ibada hii, darsa hili, tutakuwa tumehitimu katika kiwango kizuri au tutamaliza tukiwa tumefeli? La sabira fina, tunaondoka kama tulivyokuja. Funga ni subra, kama ambavyo Bwana Mtume Muhammad alipowaambia masahaba, ukiwa ndani ya ibada ya funga unakwenda kujifundisha uvumilivu. Anakuja mtu from nowhere, anakutusi, anakupiga, anakushambulia. Mtume anasema la, upo katika funga, usimjibu maneno mabaya, mwambie inni saim, inni saim, inni saim, nimefunga. Kwa nini? Tunajifundisha subra katika ibada hii. Leo tena utoke katika funga ukamtukane mzazi wako. Leo tena utoke katika funga ukamtukane kiongozi wako. Leo tena utoke katika funga ukamshambulie rafiki yako. Leo tena utoke katika funga, chuo cha subra, ukaanze kuzungumza yasiyopendeza dhidi ya wenzako. Kwa nini? Kama hodari wa kusema, usikae katika membari ukasimulia ya kwako. We kazi yako kusema ya wenzako tu. Waungwana hawawi hivyo. Mtu mmoja alisema, wa idha ra'au minni hafwatan taru biha farahan wama ra'auhu min salihin dafanuhu. Tabia ya watu waliokosa mapenzi ya kweli na imani madhubuti, wakiona kuna mistake kwangu, kasoro ya kweli si ya kweli, wanajitwisha kichwani, wanazunguka nayo mitaani kwa chereko. Lakini wama ra'auhu min salihin minni dafanuhu, yale mazuri yote wakiyaona nimefanya, wanapotezea, wasemi kwamba leo kasaidia watu, leo kaswali, leo kafunga. Hayo hawasemi.